Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize ujumbe mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 5. Maria ni ngao yetu, kinga yetu. Maria ni ngao yetu, kinga yetu. Katika imani ya Kikristo, hasa katika kanisa Katoliki, Maria anachukuliwa kama ngao na kinga kwa waamini. Hii inatokana na nafasi yake ya kipekee kama mama wa Yesu Kristo, ambaye ni Mwokozi wetu katika maisha yetu ya kila siku. Tunakabiliwa na changamoto nyingi za kiroho na za kimwili. Maria, kwa kuwa mama wa Mungu, anatuongoza na kuturinda katika njia zetu za imani. Maandiko matakatifu yanatufundisha kuhusu umuhimu wa Maria katika maisha yetu. Katika Injili ya Luka sura ya 1 aya 28, malaika Gabrieli alimpatia Maria salamu ya heshima akisema, "Umebarikiwa wewe kati ya wanawake." Hii inaonyesha jinsi Mungu alivyomchagua Maria kwa kazi kubwa ya ukombozi. Pia katika Injili ya Yohana sura ya 19 aya 26 hadi 27, wakati Yesu alipokuwa msalabani, alimkabidhi Maria wanafunzi wake kama mama yao. Hii inadhihirisha kwamba Maria si tu mama wa Yesu, bali pia ni mama wa wote wanaoamini. Katika sala zetu tunamwomba Maria atuombee mbele za Mungu. Katika sala maarufu ya Salamu Maria, tunamwita kuwa mbarikiwa na kumtaja kama mama wa Mungu. Hii inaonyesha jinsi tunavyomheshimu na kumtegemea katika shida zetu. Kwa hivyo, tunapomwomba Maria atuongoze na kutulinda, tunaweka imani yetu kwa ulinzi wake wa kimungu. Kwa hiyo, Maria ni ngao yetu na kinga yetu katika safari hii ya maisha. Tunapaswa kumkaribisha kwa sala na kumtegemea ili tupate nguvu za kukabiliana na majaribu yote tunayokutana nayo. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Samuel Nziuna, frateri wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu.